Pengine nije kwako, tuna swali dogo. Wewe kwa upande wako umesimama wapi? Upo upande gani? Upande wa marekebisho ya katiba au hapana? Asante sana ndugu mtangazaji Jean de la Croix. Nashukuru sana kupata nafasi kuweza kuchangia mawili matatu juu ya mjadala unaoendelea saa hii nchini Kongo, ambao ni nchi yangu ya asili, kuhusu ubadilishaji wa katiba. Na mimi binafsi, maoni yangu, naunga mkono katiba iweze kubadilishwa. Ile katiba iliyopo kwa sasa iweze kubadilishwa. Huo ndio mtazamo wangu, nataka ibadilishwe. Vizuri sana. Umesema unaunga mkono marekebisho ya katiba, pengine ungetoa sababu ni kwa nini unaunga mkono marekebisho ya katiba? Ya, ukiniuliza kwa nini naunga mkono katiba ibadilishwe, nina mambo mengi sana ambayo nishawahi kusoma katiba ya Kongo. Niko nayo hapa, nimeisoma kuanza mwanzo mpaka mwisho. Ina mambo mengi ambayo yanahitaji marekebisho, mambo mengi sana. Nitakupatia kwanza vile mfano wa katiba yetu nitakupatia jambo moja kuhusu wabunge. Katiba inasema kwamba wabunge wa kitaifa wanapochaguliwa wanakuwa na jukumu la kitaifa, lakini wanapatia mamlaka ya kusema ya kuweza kutoa idadi ya wabunge na sheria zingine ambazo wanapaswa kuchaguliwa, wanapatia tume ya uchaguzi ndio inapaswa ifanye hiyo mambo. Mimi kivyangu, ukiona bunge la Kongo lina wabunge zaidi ya wabunge 500. Wabunge wa Kongo wana 500. Ukiangalia vipengele ambavyo wanatoa kwa kuweza kutoa wabunge 500, unaona Kongo ni nchi maskini. Wabunge wanapolipwa dala 5,000 ama dala 10,000, watu 500 muda wa miula wa miaka 5, hizo ni pesa nyingi sana. Kongo haihitaji kuwa na wabunge 500. Inaweza kuwa na wabunge hata 100 ama 150. Wanatosha, watapunguza budget ya serikali kwenye bunge. Na zile pesa ambazo walikuwa wanatumia wabunge inaweza enda kufanya miradi mingine ya kijamii.